utakuwa unajengwa sana, utakuwa unabarikiwa sana, na utakuwa una mengi ya kujifunza. Oh, haleluya. Basi kabla tujapitia Rhapsody yetu ya leo ya siku ya Jumanne, tunaweza tukafanya mapitio kidogo sana ya zile Rhapsody za Jumapili, Jumatatu jana, na ili tuweze ku flow vizuri. Jana tulikuwa na Rhapsody 3 kwa mara moja. Kwa hiyo inawezekana kuna baadhi ya vitu labda hatukupita kwa wepesi sana, au tulikuwa na nafasi ya kuzungumzia kwa haraka zaidi. Rhapsody ya Jumapili juzi 22 ilikuwa inasema ni muhimu kwa Mungu. Haleluya. Hiyo Rhapsody ilikuwa inazungumza kuhusiana na mavazi, mavazi unaovaa, mavazi kabisa, sio mavazi ya rohoni, mavazi haya unavaa kila siku. Yanaweza kuwa tofauti sana, yanaweza kuwa na mbele za Bwana ni muhimu kwamba una ni muhimu kwamba Bwana anajali ni jinsi gani unavyovaa, lakini pia ni kitu gani unachovaa. Kwa mtindo lakini pia ungesema aina yale mavazi unaovaa. Inaenda mbali zaidi mpaka aliye design yale mavazi yako ni nani. Ndio. Kwa wale ambao hawakupata Rhapsody Jumapili, hebu tafuta namna ya kuipata. Ukiwasiliana nasi katika ile namba ya 0736000999 utapata nakala hii kitabu cha Rhapsody. Utasoma uone kwamba kuna wengine wanasema unajua mimi Mungu anaangalia roho tu bwana, angalia mwili. Mwili mimi ni mwili wangu, nitavaa chochote. Lakini kwenye hiyo Rhapsody tunataka mtukumbusha kwamba miili yetu ni hekalu la nani? Kwa hiyo utasemaje nitavaa chochote tu? Kama mwili wako sio mali yako yenyewe, ni mali ya Roho Mtakatifu, ni hekalu lake. Lazima uvae kwa staa na uzuri, ili kwa sababu ndio hekalu lake. Umepewa, ungesema, dhamana ya kulitunza hilo hekalu na kulijali. Kwa lazima ufanye sawa sana anavyotaka yeye, na sio kama unavyotaka wewe, kwa sababu wewe sio mali yako. Sasa hizi wewe ni mali ya Kristo. Amenunua amekununua kwa kupitia damu yake pale msalabani. Kwa hiyo wewe unaishi kwa ajili yake na uishi kwa ajili yako. Kwa hiyo itabidi uendane na kile ambacho anataka na sio ambacho unafikiri wewe unataka. Kwa hiyo mtoto wa Mungu alieleza namna ambavyo akirejea katika maandiko kutoka kitabu cha Kutoka sura 28, namna ambavyo Bwana aliagiza mavazi ya kuhani mkuu Haruni yatengenezwe katika namna gani, katika muundo gani, ili anavyokwenda kuhudumu mbele zake awe katika, ungesema, dressing code, yani katika ule mtindo ambao Bwana anautaka. Sasa mimi nasema lakini mimi si hudumu kanisani, mimi sio. Biblia inasema sisi ni makuhani na wafalme kwa Mungu Baba yetu. Kwa hiyo yani hamna namna unaepuka, yani hamna namna unapenya nje ya hicho. Yes. Kwa hiyo mtoto wa Mungu akaeleza kitu kimoja hapa, akasema wale washonaji wako au zile nguo unazozivaa zina brand ya jina fulani, akisha yale majina hizo brand au washonaji sio wale, ungesema, wenye mrengo wa mpinga Kristo, sio wale wenye kulichukia na kulidhihaki kanisa. Alafu wewe ndo unakuwa kiherehere na wa kwanza kwenda kununua nguo ambazo zinatokana na makampuni yao au zinatokana na viwanda vyao. Haiwezi kuwa hivyo. Sikiliza mtumishi, huwezi kupatronize. Yani huwezi kupatronize nini? Kwa Kiswahili ni kama vile huwezi kuwa mzalendo wa kazi za yule muovu. Labda nadhani ndio maana nzuri na nyepesi na moja kwa moja kuhusiana na neno patronization. Huwezi kuwa mzalendo wa kazi za yule muovu wakati wewe unasema ni mwana wa Mungu. Haiwezekani. Ni muhimu sana. Kuna watumishi ambao of course tutazitaja hizo brand hapa lakini wanazivaa, wanazionyesha kwamba mimi niko hivi, lakini hao jamani devil worshippers, wana mabudu shetani. Ndio sawa, kama ulikuwa ujui, sasa hivi uko umesikia hii kweli eneo la Mungu, asante sana. Yes, muhimu sana. Kuna nguo ukivaa tu yani unawashwa mwili mzima kila siku ukivaa. Mwingine akivaa nguo anaumwa kichwa siku nzima. Kwa ambao wanaotusikiliza wanaweza kutumia message kwa ushuhuda huu. Ni kweli, ziko nyingi tu. Mimi sitaizungumza hapa, lakini okay, yani naweza nikaweza kwa kifupi. Kuna mmoja wa msikilizaji wetu anatusikiliza hapa, alikuwa na changamoto fulani na alinipigia simu akatuambia some few days ago namna ambavyo aliletewa nguo na mama mkwe, lakini zile nguo tayari zimeshanuizwa vitu. Yes,
na zikawa zinaleta issue katika ndoa, katika familia. Na siku amepata ufunuo, yes, kapata ufunuo, akaona maana ya zile nguo na maana yake, yani picha aliyoiona katika ulimwengu wa roho. Akaamka asubuhi akaenda akazipiga moto zote. Na kutokea pale mama mkwe akakata huyo nyumbani. Yes. Yani ni live example nakwambia, mtu ambaye amezungumza na mimi few days. Lakini ziko nyingi. Kwa hiyo wewe mkumbushe kitu. Kwenye maandiko yanaonyesha namna ambavyo apron na leso zilitoka katika mwili wa Paul zikaenda kwa wagonjwa wakapona, walikuwa wanapewa wakaponywa, mapepo yakatoka. Ina maana nguo inaweza kabeba nguvu ya Mungu ikaenda ikasababisha badiliko kwa mtu ambaye wala alikuwa haamini wala hajui. Amewekewa tu ile nguo, amelala kitandani kabisa, hali yake ni mbaya, anawekewa tu ile leso, anapona. Ina maana ile nguo inaweza kutumika kama unasema malighafi ya kubeba nguvu ya Mungu. Exactly. Ndio maana unasikia mtu ameibiwa sio nguo zake zinaanza kupelekwa kwa mganga. Jamaa wanatengeneza jambo kule, wana connect pap. Ndio. Yes, mtu anaweza kanuiza kitu kwenye kiwanda, kwenye duka, kwenye chochote, ndio. Kwa nini maduka ukipita mtaani unakuta amepigwa ule udi wa hatari kabisa. Unadhani nini? Unadhani kunukia tu, hamna mtumishi. Jamaa ametengeneza namna yao ya kufanya wateja wale waje pale. Na wewe pia ambaye ni mwana wa Mungu, una duka lako pale, tamka baraka juu ya zile nguo. Nenda kwa lugha pale, tamka, achilia maneno juu ya zile nguo. Sema hizi nguo ni baraka, ni ushindi, ni utukufu, ni ubora kwa wale wanaozivaa. Kwamba wateja wakinunua nguo hapa kwenye duka langu, wakienda nazo nyumbani kwao, neema ya Bwana iko kule, baraka ya Bwana iko kule, nguvu ya Mungu kule, uponyaji unaenda kule. Nakwambia itakuwa hivyo. Na mtu mmoja anajiita ni mtumishi wa Mungu. Akawa na bidhaa yake moja. Sawa. Anaiuza ya vipodozi. Sasa wakati akizindua, akasema jamani, karibuni ninunue hii bidhaa. Bidhaa hii zina upako, zinaondoa hiyo vitu, yes, si harara na vitu kama hivyo, lakini zaidi kwa sababu nimeziombea. Na watu nikawa nasoma kwenye comment, watu wanacheka tu, wanaona kuna anatupanga. Lakini kumbe kuna uhalisia katika hiyo. Yes. Kiombea naweza kufanya kazi extra na ile ambayo mimi huu ni uhalisi kabisa. Kwani wewe mkuulize, kwani hakuna mwanamke aliyeponywa kwa kushika pindo la vazi la Bwana? Kabisa. Na ile nguvu iliyokuwa ndani ya Bwana ikashuka na kumponya. Na wakati huo watu wengine wote walikuwa wanamgusa, lakini hapo kwa sababu issue ya ile nguvu sio kuhusiana na kwa sababu unamgusa. Ni kuhusiana na ule uelewa, ufahamu wako ulionao nyuma ya namna unavyomgusa. Sababu kuna watu walikuwa wanamgusa pale wengi, lakini hawakupona. Ila yule mama alimgusa kwa mguso wa imani, lakini aligusa pindo tu la vazi, na uponyaji ukamfikia. Kwa hiyo ina maana nguo yako wewe unaovaa kawaida, nguvu ya Mungu inaweza ka flow kwenye hiyo nguo. Mtumishi, Biblia inaonyesha namna ambavyo Bwana amewachukua wale mitume 3 kaenda nao mlimani kuomba. Wakati anaomba, Biblia inasema nini? Mwili wake wote ukabadilika, ukawa unang'aa kama jua, mavazi yake yanametameta kama theluji. Mavazi alikuwa amevaa. Ina maana ni ile nguvu ya ningesema ni nguvu ya Mungu iliyoko ndani ya moyo wake. Kila akiomba ile nguvu yani kama vile inachochewa, ni kama generator. Tumewahi kuzungumza hapa kuhusiana na dunamis, yani inaitwa dynamic power which cause changes. Yani nguvu endelevu inayosababisha mabadiliko. Iko ndani yako, ndani yangu na ndani ya kila anayeamini. Na kile unavyoomba ile nguvu inachochewa. Ikichochewa inakuwa yani kama vile taa inaanza kumulika inakuwa kali mpaka inaweza ikatiririka kutoka ndani ya roho yako ikaenda kwenye nafsi, ikaja mpaka kwenye mwili. Mpaka mwili, nguo zako zote zikabadilika zikawa nyeupe kama theluji, sababu ile nguvu. Kwa hiyo kile kitu ambacho Bwana alileta kuonyesha wale mitume haikuwa cha mara, yani ilikuwa sio ni unasema event ya mara moja. Ni jambo lilikuwa linamtokea kila mara. Ila this time sasa sababu ameenda nao anataka kuonyesha, yani kama vile umegraduate, umetoka kutoka yani level moja, hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo anakuleta, anakuambia njoo uone. Na ndio maana kwake haikuwa mshangao, haikuwa kitu kwamba unajua no. Ilikuwa ni common kwamba hapo ndo aliko. Sasa kama
anointing tu, au ungesema upako au nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako inaweza ikashuka mpaka kwenye nguo zako. Unafikiri inabidi tu uvae nguo yoyote tu? Mtu mtumishi amevaa nguo, anaenda kanisani, limechorwa fuvu pale mbele, imeandikwa maneno ambayo ndio nimeshaona na nishahudumu kwa watu, nimemkuta mtu namna hiyo, vijana tena mara nyingi, mpaka unamwambia no, hii t-shirt usivae tena, sio sawa. Unavaa nguo ina ma signs fulani ambazo unaziona, kumbe zile sign ni, sikiliza, Biblia inasema kuna kitu kinaitwa ishara, miujiza na maajabu. Umeona kwenye Biblia ishara, miujiza na maajabu. Kwa hiyo ishara inaashiria kitu fulani. Kwa hiyo kuna ishara ambazo zinaweza kwenye nguo, kwenye maandishi, kwenye nini, zinamaanisha kitu fulani. Nikukumbushe, kwenye maandiko inaonyesha namna ambavyo wakati Bwana analikomboa taifa la Israeli kutoka kule Misri, katika yale maajabu mbalimbali aliyofanya, kuna ajabu la mwisho, ile ishara ya mwisho. Alisema, aliwaambia wana wa Israeli wakichinja ile kondoo wapake damu kwenye milango. Sawa? Ili yule malaika anavyokuja, anakuja kuadhibu ile nchi, akiona ile damu anavuka ile nyumba. Kwa hiyo ndio ilikuwa ishara pekee. Yaani alikuwa amna swala la kuja eti mna negotiate, mnaongea, unajua bwana, mimi najua mimi ni Israeli, unajua mimi ni kabila la Yuda, mimi kabila la Lawi. Hamna hiyo kitu, hakuna. Yaani ni hivi, fata ile ishara ule ambao ifanye basi. Kwa hiyo akija akiona ile damu anavuka. Kwa hiyo kuna ishara ambazo ukizifatisha, yani kwenye ulimwengu wa roho unajitambulisha kwamba wewe ni upande ule au wewe ni upande wa Kristo. Kisha Biblia inasema sisi tumepigwa chapa. Mimi na wewe ambao tunasoma mara ya pili tumepigwa chapa na roho, yani na Mungu kwa kupitia roho wake. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho unajulikana kabisa wewe ni wa Bwana, wewe ni wa kule. Kisha hamna hapo katikati kwamba sijua niko hapa mimi ni vuguvugu, hamna. Ni huko au kule. Kisha anyway, twende somo la leo Jumanne tarehe 24.